Kwa hiyo mabwana hawa wakakusanya mafaili yao, wakawa wanapita mji baada ya mji wakiyaeneza yale, wakimchafua Uthman, kwa maana wanatafuta kundi. Vitabu vya tarikh vimewapa jina la al-Ghawgha'u, pia wamepewa jina la al-Anzalu, al-Aradhilu, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaita al-Munafiqun. Katika kundi hili la watu waliosimamia jambo hili walishawishika wengi katika wale watu wa kawaida, na wengi katika hao walikuwa ni wajinga kwa sababu ya ule ujinga wao. Na ndio maana katika Uislamu ujinga au himidiwi. Kama mtu kaikao mimi mwenye mjinga, mimi mwenye mjinga, mimi mwenye unajua nyinyi mashekhe sasa, lakini mimi mwenye maamuma, mimi mjinga. Usije ukaona kwamba ni jambo la kuhimidiwa, pale wajitukana. Watakiwa upambane, uondoe ujinga ulionao. Wakati wa kubebeshwa majukumu wajinadi we mjinga maamuma, ili yale majukumu usiyapate na ile lawama isikufikie. Lakini wakati wa mambo mazuri wajifanya wewe pia wajua, mimi mtu andanganyi bwana, si ndio ule mjinga wa jana wewe unasema wewe mjinga. Sasa udanganywe vipi? Na mjinga siku zote kese kudanganywa. Hamjisikia Waswahili wakisema wajinga ndio wali wao? Mjinga hana nafasi. Sasa ale ghawgha'un nas ambao hawajataalamika katika dini ndilo kundi kubwa lililoathirika na kampeni zilizofanywa na kina Kinana ibn Bishri at-Tujibi na Abdullah ibn Saba'in al-Yahudi na Sudan ibn Humran na wengine. Hao ndio walikuwa wakipita nyumba hadi nyumba, mji baada ya mji. Mtawala yuko Madina, hawakwenda kwa mtawala Madina kufikisha malalamiko yao. Kwanza waliandaa kundi kuonyesha kwamba kulikuwa kuna aghraf, lakini walikuwa wakiyataja baadhi ya mambo ya kimadhaifu ambayo kweli yalitokea. Wanapofika kwa watu wale wanaona kwamba hawa wapenda dini, ahlu tuqa was salah, baadhi yao yaliwaghuri yale maneno, lakini si kwamba walifuata maslaki yao. Baadhi yao walipeleka malalamiko kutoka Sham wakimshtakia Muawiya radhiyallahu na Amr na Marwan. Uthman radhiyallahu ta'ala anhu akalirudisha jambo lao kwake. Aliposikiliza madai yao, yeye akawafukuza kesi, kama madai yenu hayana msingi, yaondoeni haya, ndio mkafanya maisha. Wakakaa wakajipanga kutoka Kufa, Basra, hizi ni nchi au miji kwa Iraq kwa sasa, kutoka Sham na kutoka Misri, na kundi kubwa la watu litokea nchini Misri. Likawa jambo lao ni la pamoja. Wakavizia msimu wa hija, mwezi wa Dhulqaada kwenda Dhulhijja. Watu wametoka Madina wakwenda zao Makka, wao wakajikusanya kutoka miji mbalimbali. Uthman radhiyallahu anhu mwaka ule hakwenda haji, yeye alibaki Madina. Kwa hiyo wakajikusanya haraka sana, wakaja Madina haraka sana. Watu kule hawajamaliza sawa sawa wako Makka, wao washafika Madina na madai yao. Tena ukimsoma Ibn Kathiri katika tarikhi yake al-Bidayah wa Nihaya, na walikuwepo katika wao watovu wa adabu. Wewe umefanya hivi na kadha 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 kadha, wewe kwanza hivi. Lakini Uthman alikuwa ni mtu mwenye hilm, alikuwa na busara na alikuwa na asabr, akawavumilia, akawa anawasikiliza. Lakini hili sikulifanya mimi, alilifanya alikuwa kabla yangu. Wewe umefanya hivi na hivi na hivi. Akamwambia, nyinyi hamkuwepo wakati Mtume swalla sallam akituambia kadha wa kadha, kwa hili maana yake ni kadha. Akawakinaisha na akazivunja zile hoja zao. Wakatahayari, wakatoka hao wenda zao. Wamefika mahali
wakagoma, wakasimama kwa madai ya kwamba wamemkamata mtu akiwa na barua kutoka kwa Uthman radhiyallahu ta'ala anhu yenye muhuri wake, khatamu yake, muhuri wa Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, likiandikwa kwa jina lake Amirul Mu'minin, kwenda kwa governor wa Misri kwamba hao watu watakapokuja wote waue. Wakasomeana ile barua, wakarudi wote. Jambo la ajabu, wakarudi wote, waliokwenda Basra, waliokwenda Kufa, waliokwenda Sham na kutoka Misri, wote likawa ni jeshi la maelfu ya watu wamekusanyika Madina. Watu wa tarikhi wanasema maswahaba na watoto wao waliokuwa pale Madina kwa kipindi kile hawakuzidi 700, lakini walizidiwa na wale watu adhaaf, zaidi ya mara 3 kwa wingi. Taarifa zikamfikia Uthman radhiyallahu anhu, wale walalamikaji wamerudi tena na kauli mbiu yao, wewe ujiuzulu. Naam, wasema kuna barua. Ali bin Abi Talib aliwatuma wanawe Hasan wal Hussein radhiyallahu anhuma, lakini Abu Huraira walikwenda kwake wakamwambia, jamaa wamekusanyika wanataka wewe ujiuzulu, lakini sisi tuko pamoja na wewe, tutuamrishe, tutakutii, tupigane nao. Uthman radhiyallahu anhu siku za mwanzo alikuwa akitoka kwenda msikitini, anaswalisha, anarudi ndani. Ikafika wakati sasa wakamzuia, wakamchagua imamu wao, wakamweka pale. Uthman akawa haswalishi tena. Aliliona lile jeshi, akawaambia wakina Abu Huraira, akamwambia Ali bin Abi Talib, akamwambia Talha, akamwambia Az-Zubair na baadhi ya ummahatul mu'minin, akamwambia yoyote aliye chini ya taa yangu mimi basi alazimiane, yoyote aliyekubali bai'a yangu kwamba mimi ni mtawala kwake basi anisikilize na anitii. Nasema hivi, hakuna kupigana nao. Siko tayari wauawe waislamu hapa katika afadhili min ashabi rasulillah, wapambane na hawa ghaughaul nasi, wauawe wale kwa sababu yangu mimi mtu mmoja. Mimi sijiuzulu. Mimi nilishaambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha muqammisuka qamisan fa idha arada, au katika riwaya fa in arada almunafiqun bi khal'ihi fala takhla'uhu hatta talqani wa ana asbir. Lakini siko tayari auawe Ali bin Abi Talib au yoyote katika watoto wake, au auliwe Talha ibn Ubaidillah au Zubair ibn al-Awwam au Abu Huraira au mwingine katika watu kwa sababu yangu mimi. Mimi nitasubiri. Wakambembeleza, akasema lakini maadamu nyinyi mko kwenye taa yangu basi fasma'u wa ati'u, mimi nitasubiri, nitakaa nyumbani kwangu hatta yaqdi Allahu amrahu. Wale bwana wakazidisha madai yao, wakazuia mpaka chakula kisiingie kwa Uthman, wakazuia mpaka maji yasiingie kwa Uthman. Akawauliza, jamani, nyinyi mlisahau, lakini wengi wenu hamkuweko. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kule Madina siku za nyuma, man hafara bi'ra ruma falahu aljanna wa hafartuhu. Leo mwenye maji atakaye kifukua na kukichimba kisima cha Roma atapata pepo. Mimi nikakichimba kisima kile nikakinunua kwa Myahudi kwa pesa zangu, Waislamu wakanywa maji pale. Leo mninyima maji. Jamaa hawasikii, wakaja na kauli yao, Uthman must go, na mabango kabisa, fujo katika nyumba yake. Jambo lilishatoka katika mikono ya watu wenye busara, hawawezi kulimiliki tena kwa sababu ya chokochoko na maneno ya kujazana ujinga na kutiana chuki. Ile heshima ya mtawala ikaondoka, kauli yake ikafifia, hasikizwi tena. Mpaka alitokea mmoja katika masahaba akasema maneno, wallahi mkimuua Uthman
si waislamu wote kwa pamoja, swala za jamaa, Ijumaa, Idi, mwaswali pamoja. Wallahi mkimuua Uthman hamtaswali pamoja milele. Hivi mnavyofanya hamtaswali pamoja kabisa. Watu walikuwa wanaona mbali kabisa. Lakini pakaja maneno mengi kwamba hata maswahaba pia hawamuungi mkono. Ali radhiallahu anhu kasema hivi, pakatungwa maneno kama inapokuwa sasa hivi. Sasa hivi watu kitumia mitandao wakatengeneza maneno, wakakutengenezea hata zile kama ni picha, video, wakaziedit uonekane wafanya kitu fulani ambacho sicho, maneno wakayapindua ili kukuchafua. Sera ni ile haijabadilika tangu hapo awali mpaka sasa. Wakatengeneza maneno kwamba Ali bin Abi Talib hamuungi mkono Uthman na amesema kadha, bali wakatengeneza maneno kwa ummul mu'minin Aisha radhiyallahu anha, wakasema kwamba ummul mu'minin Aisha aliwaambia wale waandamanaji na wale waasi wanataka kumuuzulu imamu wa Waislamu na kiongozi wao kwamba amesema uqtulu Na'thala faqad kafar, muweni huyo Na'thal. Na'thal ina maana nyingi. Unaona kwamba Na'thal maana yake kuna Yahudi mmoja alikuwa na madevu mengi afanana na Uthman, kwa akafananishwa na Uthman. Wengine wanasema Na'thal maana yake ni mpumbavu. Kwa eti ummul mu'minin radhiyallahu ta'ala anha akayatamka maneno haya ambayo ndani yake kuna matusi ya kumtukana Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, bali na kumkufurisha. uqtulu Na'thala, katika riwaya zimekuja faqad kafar au fa innahu qad kafar. Huyo Na'thal muweni, huyo madevu, Uthman alikuwa na ndevu nyingi zafika karibu na kitovu. Muweni huyo madevu kwa sababu hilo madevu limekufuru. Ummul mu'minin anasema maneno haya. Ala kuli hali watu wakajazana ujinga, wakakiona kile wanataka kukifanya kwamba ndio cha sawa. Mpaka siku ya mwisho ilipofika, baadhi yao wakaparamia ukuta wakaingia nyumbani kwa Uthman radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa yatlu kitab Allah. Wakavamia nyumba, watu wasio na idadi. Alipigwa mapigo mabaya kabisa, wakamuua Uthman radhiyallahu ta'ala anhu dhulman wa udwana. pale akauawa Uthman. Ni jambo baya sana mtu katika ashabu Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, bali min al-khulafa'i ar-rashidin المهديين الذي جهز جيش العسرة وحفر بئر روما، فقال صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. نقول وكمua kwa kumchinja, yuko alimpiga upanga katikati ya kichwa chake, na mwingine akamkalia kwenye kifua akamkita mikito 9, akasema 3 lillahi wa 6 lilladhi kana baini wa baina. Nimemkita mikito 3 ya kwenye kifua chake kwa ajili ya Allah lillah, na 6 kwa ajili ya lile ambalo liko baina yangu mimi na yeye. Kuna jambo mimi nikawa binafsi nikaona ngoja nilimalize hapa. Hakadha yuf'al bil mu'min, sio Uthman mu'min tu wa kawaida aweza kufanywa hivi. Masikitiko zaidi yanakuja kwanza kwa wale waliolifanya lile jambo, lakini kwa waandishi waliokuja baadaye wakaliandika tukio hili kwa utashi mbaya kabisa, bali wengine wakaona ni halali kuuawa Uthman, anastahiki. Na ili kulipa uhalali jambo hili wakatoa masingizio kwamba hata baadhi ya maswahaba walishiriki.
wanasema inma qatala Uthman radhiyallahu anhu khiyar min ashabi rasulillah min almuhajirin wal ansar wattabi'in lahum biihsan ila yawm ad-din min ahli al-futya. Kwamba waliomuua Uthman radhiyallahu ta'ala anhu ni maswahaba bora katika maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakataja orodha: Ali bin Abi Talib, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Abu Huraira, Ummul Mu'minin Aisha, fulan wa fulan, wanataja orodha kuonyesha kwamba hawa ndio walioshiriki. Amr bin al-As radhiyallahu anhum wa arda. Waliomuua Uthman hawakuwa katika khiyar ashabi rasulillah, bali ni almunafiqun. Kwa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mimi ukiniletea maneno ya kwenye tarikhi, labda tarikhi ya Ibn Jarir al-Tabari na mwingine anayefuata baada yake na kabla yake, mfano kabla yake kuna al-Imam Ibn Abdul Barr kwenye tarikhi yake, kitabu chake al-Isti'ab bi ma'rifati al-ashab, au Ibn al-Athir mwenye kitabu Usdul Ghaba, au al-Imam Ibn al-Athir katika kitabu chake al-Kamil fi at-Tarikh Ibn al-Athir, na waliokuja baadaye na walio nyuma zaidi kina Ibn Jarir al-Tabari na kina al-Imam Ibn Sa'd az-Zuhri katika tabaqat, au waliokuja baada yake kina al-Imam Ibn Kathir na waliokuja baada yake kina Ibn Khaldun na wengineo. Ukiniletea maneno ya watu wa kwenye tarikhi na ukiniletea maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam athabita min dawawini sunna, mimi nitachukua maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sitachukua maneno ya tarikhi. Na hivi ndivyo wao wanavyosema. Al-Imam al-Qahtani ana maneno yake, anasema la ta'khudhanna min at-tawarikh kullama kataba ar-ruwatu wa khatta kullu banani irwi al-haditha al-muntaqa min ahlihi sima dhawi al-ahlami wal-asnan. Anasema mahali shahidi ni hapa, la ta'khudhanna min at-tawarikh kullama kataba ar-ruwatu wa khatta kullu banani. Usichukue katika mambo ya kihistoria kila jambo lilopokewa tu na wapokezi na likaandikwa na vidole, tindi za vidole. Usichukue tu. Maneno ya historia yana utaratibu wake. Na katika jambo kubwa wanalokosea Waislamu katika zama za leo ni kuwa wengi wetu hawajui kaifa yuqra'u at-tarikh. Tarikhi yasomwaje? Walillahi alhamdu, Uislamu umetuwekea misingi madhubuti ya kuweza kuamiliana na vitabu vya tarikhi. Ukitaka kufanya utafiti wako na bahthi zako za kiilmu, kuna njia umekuwekea. Al-Imam Ibn Jarir al-Tabari katika mukaddima wa tarikhi yake ameeleza pale namna yeye anavyozipokea habari. Usijenge matukio makubwa kama hayo kwa habari za ambiwa. Na ndio zilizoja kwenye vitabu vya tarikhi. Ambiwa yasemekana. Tarikhi ya Kiislamu iko madhubuti na ina misingi yake. Sasa ukieleza habari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu nani aliyemuua Uthman, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesarih kwa lafdh an-nifaq, fa in arada al-munafiquna bi khal'ihi fala takhla'uhu hatta talqani. Walipatikana baadhi ya maswahaba wadogo walishawishika katika jambo lile, lakini hawakulibashiri. Mfano Muhammad bin Abi Bakr as-Siddiq, mtoto wa Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wanazuoni wamekhtalifiana kuhusu usahaba wake, hasa kuhusu taarifu ya sahaba ni nani. Ikiwa sahaba ni man sahiba an-nabiy sallallahu, kuna wengine wanashurutisha kwamba sahaba ni lazima awe amesuhubiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam na amepokea kutoka kwake. Al-Hafidh ibn Hajar yeye katika Nuzha anasema sahaba ni man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalika walau takhallalat ar-riddatu, kisha akasema ala al-asah. Hiyo ibara izingatie sana kielimu, hasa nyinyi wanafunzi mnaosoma vitabu vya ilmu. Anasema sahaba ni yule aliyekutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam hali ya kuwa ni mwenye kumuamini Mtume sallallahu alaihi wasallam, mu'minan bihi wa mata ala dhalika, na akafa juu ya hali hiyo. Walau takhallalat ar-ridda, ijapo ikiingia kati ridda, hata kama alitokea karitadi kisha akasilimu akarudi kwenye Uislamu,
kauli hiyo ndio ala al-asah, tuendapo juu ya kauli asah, na kinyume cha kauli al-asah ni sahih. Ina maana kuna kauli nyingine zinazoitwa kauli sahihi. Sasa wako wanaona kwamba hawa watoto wadogo hawa ambao hawakuwahi kukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawa watoto wadogo kina Muhammad bin Abi Bakar, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam afa yeye ana miezi 3, tujalie 4, hawa si katika masahaba. Al-Hafidh yeye katika al-Isaba amemuorodhesha katika hao. Huyu bwana aliingia katika wimbi pia lilikuwa likisukumwa na kina Ibn Saba, akaingia mpaka kwa Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, akamshika ndevu, akamwambia Muhammad, mahali hapo uliposimama na kitendo unachokifanya, lau ungemuona baba yako anavyoheshimu makamu hiyo, usingefanya uliyofanya. Muhammad bin Abi Bakar akalegea pale, akamwachia, akatoka. Fanadima watab, akajuta kwa alichokifanya na akatubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakaingia wale wazee wakazi, watu wa fitna, wakamuua. Kwa hiyo tabaki vile vile kuwa ni almunafiqun. Na hayo mengi yaliyosemwa kwamba Aisha radhiallahu ta'ala anha amesema uqtulu na'thalan faqad kafar, tunauliza aina an-naqlu thabit? Mahali hapa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika Minhaji Sunnati an-Nabawiyya ndio alisema maneno haya. Mkisema kwamba Aisha radhiallahu anha alisema hivi, aina an-naqlu thabit? Ukipekua utaona riwaya hii imekuja kwa njia mbili. Moja, kuna mtu kadhab aitwa Nasr bin Muzahim, na nyingine imepokewa kutoka kwa Abi Mikhnaf Lut ibn Yahya kadhab al-Rafidhi al-kadhab. Sasa vipi tupokee habari za kuwafanyia tani na kuwatukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kupitia njia za watu warongo? Na ndio maana al-Imam Ibn Sirin anasema hivi, kanu la yasaluna al-isnad. Watu masahaba na tabi'una wal al-kibar, wakubwa mabwana wakubwa, walikuwa hawaulizi mambo ya isnadi katika enzi zao. Falamma waqa'at al-fitnatu, kwa taarifu, ilipotokea ile fitna ya kuuawa Uthmani ile, pale waongo wengi walianza kujitokeza, wakasema maneno yasiyokuwepo. Falamma waqa'at al-fitnatu qulna sammu rijalakum. Fitna ilipotokea tu ikawa sasa hatumkubali yoyote, tuwaambia tutajieni wapokezi wenu. Wewe umepokea kutoka kwa nani? Shekhe wako ni nani? Shekhe wa shekhe wako ni nani? sammu lana rijalakum fayunzaru ila ahli as-sunnah fayukhadhu hadithuhum wa yunzaru ila ahli al-bid'ah fayuraddu hadithuhum. Kwa sababu ilikuwa yakhtaliquna al-kadhib. Sasa ikiwa kazi hiyo tayari ilishafanyika na utaratibu ukawekwa, mbona tuendeleza kueneza uongo? Vipi tunaona kwamba Uthman radhiyallahu anhu ameuawa sahihi, kwamba kifo chake ni sawa? Mpaka aliulizwa Aisha radhiyallahu ta'ala anha, mbona wewe wamsikitikia Uthman? Ni nani aliyemuua asiyekuwa wewe? Wewe si ndio uliyesema kwamba uqtulu na'thala faqad kafar? Wewe si ndio uliandika barua? Akasema, sijawahi kuandika kwa hiki kitu cheusi juu ya kitu cheupe. Qutila Uthmanu madhluman la'ana Allahu man qatala. Haya ni maneno ya Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu anha, na ndio maneno yaliyothibiti kwenye Dawawinu Sunna. Al-Imam Ibn Abi Asim ametaja katika kitabu chake As-Sunna na wengineo katika wanawazuoni, na ni habari iliyothibiti, iliyo sahihi kabisa. Mimi sijawahi kuandika kwa kalamu yangu juu ya daftari au juu ya karatasi. Sikuandika mimi bisauda ala albayda, sijawahi kuandika mimi. Qutila Uthman madhluman, Uthmani ameuawa hali ya kuwa ni mwenye kudhulumiwa. La'ana Allahu man qatala, Allah amlani alimuua Uthman. Wa nahnu naqulu kama qalat la'ana Allahu man qatala. Qutila madhluman.
Shahid ayuha alahibba, sitataka kulielezea ile tukio kwa ajili ya kuamsha hisia tu, bali ndani yake kuna mafunzo mengi kama nilivyotangulia kutaja mwanzoni wa maneno yangu. Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa anavitaja visa vya watu wema na matukio mbalimbali yaliyopita, nikataja aya katika sura Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana hadithan yuftara. Kwa hakika wallahi kumepatikana katika visa vyao mazingatio kwa watu wenye akili. Nataka tukae mimi na nyinyi tulizingatie ile tukio, alafu tulilete katika alwaqi, uhalisia uliopo sasa, kwa sababu siku zote Uislamu au mafunzo ya Uislamu na sheria zake kwa kuwa zimeteremshwa kwetu, tunatakiwa tuzitabikishe ziingie katika ule uhalisia na maisha yetu. Tuangalie, je, huu utaratibu wa fujo na kuzua maneno na kuyaeneza kupitia mimbar, kupitia madhabahu, kupitia majukwaa na kumbi mbalimbali kwenye mitandao huko na katika majukwaa ya kisiasa, katika kueneza uvumi na kashfa mbalimbali dhidi ya watawala, tuna haja ya kuyaingiza haya tunayosoma katika hali yetu bila ya kupindisha. Na hatufanyi hivi kwa ajili ya kutumika wala kujipendekeza kwa yoyote. Sisi hatuna sababu ya kujipendekeza kwa wanadamu. Kullu man alaiha fan. Hakuna utakachopewa katika huu ulimwengu wewe kikakubakisha milele au kikabaki milele. Hakuna. Lakini kile utakachokifanya katika khairi, kwa kuisema khairi na kuitenda khairi, itaingia katika albaqiyatus salihat. Kwa hiyo hatuna sababu ya kutumika wala kufanya tazalluf na kujipendekeza kwa watu. Tuyazungumze haya dinan, tuangalie uhalisia ulivyo. Je, hivi ni sawa? Ni sahihi sisi kuishi katika maisha haya eti kwa sababu tu ni demokrasi? Nini demokrasi? Domo au demokrasi nini? Dude tu. Wewe unataka utupe Uislamu kwa sababu demokrasia, wajua demokrasia, haki ipi unayojua wewe? Tusiwe wajinga Waislamu, tukaimbishwa wimbo ambao si wetu, tukabebeshwa agenda ambazo si zetu, hazina maslahi na sisi, wala hazina maslahi na dini yetu, wala na mujtamaa wetu. Ni lazima tukae chini kitako kama hivi tutafakari. Mimi nitatoa nafasi nikimaliza mnihoji. Pale nitakapokuwa nimekosea mnizodoe hapa mbele za watu, mnitaharize. Ulichokisema sicho, uongo. Kwa hoja 1, 2, 3, sio kweli, Uislamu hausemi hivyo. Ili watu wajue kwamba twatumika sasa. Mpaka pabumba maneno ili yamridhishe fulani na ili iwe kitu fulani. Si mmesoma? Tena wapamoja, nilikuwa nataka nitoe muda mrefu ili mkae mkagugu. Maki mnasoma kwa Google nyinyi. Wenda kwenye Google, soma huko alafu uje nihoji. Mwaka 2013 lilipotokea zogo la mambo ya ugaidi na ukhawariji katika mji huu wa Arusha, kwa wale wanaokumbuka, nilifanya muhadhara pale msikiti wa Kaloleni. Ni hapo juu tu. Siku 2. Vijana wengi katika wale vijana walikuwa na fikra hizo walihudhuria. Nikazungumza niliyozungumza, na baadhi yenu mpo hapa. Nikazungumza niliyozungumza, nikasema leo nitaishia hapa. Nendeni mkawaulize mashehe zenu, nendeni mkasikilize katika YouTube, nendeni mkasikilize katika mitandao, rudini sikilizeni. Mkimaliza mpate zile hoja zirundukeni, njooni nazo hapa. Kesho mje niulize. Na kama mwaweza kuwaleta mashehe zenu, waleteni hapa. Waje wanitaharize hapa kwamba unachokisema sicho. Amesema al-Imam al-Qurtubi kadha, amesema al-Imam Ibn Qudama kadha, amesema al-Imam an-Nawawi kadha, rahmatullahi ta'ala alayhim. Amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam hivi, na washereheshaji wamesema hivi katika wanawazuoni. Sheria iko hivi. Mashehe zenu waje wanaambie sio kweli,
umetudanganya. Basi nitahayari mbele za watu kwa kuwa nimesema uongo, nimezua, na nyinyi mpate ushindi. Ilikuwaje? Haikuwa hivyo. Umeelewana? Na nyinyi nawaambia hapa, kwa sababu najua kuna watu tofauti tofauti. Pateni muda mkae muangalie huko, alafu mrudi hapa. Kwanza haya yote niliyoeleza huku mwanzo ni kweli si kweli? Na hayo nitakoeleza baada hapo. Nitatoa muda biidhnillahil alkarim. Lakini kama ni kweli na ni haki, basi tunatakiwa sisi tuwe na uelewa wa pamoja na maukifu ya pamoja, kwa sababu dini yetu sisi ni moja. Lazima tuna uwajibu wa kuitetea dini hii, na watu wasitezee katika jambo la dini yetu, wakatengeneza mambo kwa maslahi ya dini yao na mitazamo yao na maslahi yao ya dunia yao, wakataka kutushirikisha sisi. Na sisi Waislamu, jana nilizungumza kule Moshi, sisi Waislamu ni wengi katika nchi hii. Na mkibisha kwamba msio wengi, wekeni katika kipengele cha sensa kwamba nani dini gani na nani dini gani. Si ndio jambo analodai Waislamu hilo? Lekeni tujue kina nani wengi. Mbona nyinyi hamtaki? Alafu mtakuwaje wengi? Ukimuuliza shekhe hapa, shekhe una mke? Kwambia ndio. Wangapi? 3. Wewe padre una mke? Sina. Wewe mtakuwaje wengi nyinyi? Na wewe unayefuata una wake wangapi? Mmoja. Na ukooa mpaka ulipofika miaka 40. Mtakuwaje wengi? Na ukimuuliza huyu au huyu anakuambia nina wake 4, 3, watoto ana watoto 12. Na jambo hili halikuanza jana na juzi, walianza mababa na mababu. Kama huko nyuma tulikuwa sawa 50 kwa 50, labda utuambie Waislamu ndio walikufa wengi kwa malaria, kwa kipindupindu, kwa corona. Lakini kama si hivyo, akili tu ya kawaida, sisi wengi. Ule wingi wetu na ile nafasi yetu tunatakiwa sisi tuitumie, tuijue ile nafasi yetu, tulisimamie jambo la maslahi yetu Waislamu na dini yetu. Wallahu ma'akum wa lan yatirakum a'malakum. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.